sote ambao tuko hapa tukiwa kama wadau tulizingatie na tuwaelekeze wakulima wetu kufuata maelekezo vizuri ili tuweze kuongeza tija ambao kwa ujumla inaongeza mapato ya wakulima, lakini pia halmashauri zetu, lakini hata pia katika pato la taifa. Sasa nianze na taasisi za kifedha. Niombe taasisi za kifedha, ninyi ni wadau muhimu sana kwa wakulima wetu ambao mnatoa mikopo mbalimbali kwa ajili ya uboreshaji, lakini pia kilimo cha zao la tumbaku. Niwaombe sana mnapotoa mikopo na shauri muitoe kwa wakati, kwa sababu tusipotoa kwa wakati tunawapa mzigo mkubwa sana wakulima kwenye kulipa hayo madeni, kwa sababu ile fedha mtakayotoa nje ya muda, maana yake wanaenda kuwa na mzigo mkubwa kwenye kuzilipa, watatumia ndivyo sivyo. Lakini pia ni shauri kwenye hizi taasisi za kifedha, naamini tuko wengi hapa, nimeona mabenki mbalimbali ambayo yametoa salamu, tujitahidi kupunguza riba kwa wakulima ili tuongezee tija wakulima wetu, sababu wamekuwa na mzigo mkubwa sana kulipa madeni na hatimaye baadaye wanakimbia kilimo cha tumbaku. Lakini kwa wakulima niombe tuzingatie sana maelekezo ya wataalamu ili kuongeza tija kwenye zao letu, lakini muwe na mipango thabiti ya usimamizi wa fedha ambazo mnazipata wakulima. Tulilima zao la tumbaku kwa wingi kabisa na halmashauri yetu ilifanikiwa kupata Tanzanian shillings milioni 500. Kwa hiyo tunawashukuru sana wakulima wetu. Mbona mpigi makofi? Yaani huo ni ushuru tu, sio kwamba hela za wakulima, hapana. Hilo ni pato lilioingia halmashauri. Kwa hiyo sasa kwa wakulima walipata fedha za kutosha, na tunawaahidi mwaka huu tutawapa ushirikiano kama tuliofanya mwaka jana. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika utekelezaji wa miongozo na maelekezo kumekuwepo na changamoto zifuatazo: ucheleweshaji wa pembejeo za tumbaku kutokana na mkoa wa Mara kutofautiana kalenda ya uzalishaji wa zao la tumbaku na kanda zingine zinazozalisha zao husika. Mabadiliko ya tabia ya nchi, ukame hasa katika wilaya ya Rorya katika vyama vya mazao vya Kitembe na Milale yalipelekea vitaru kukauka na kusababisha wakulima kukosa miche ya kupanda. Uwepo wa miundombinu pungufu na hafifu mabani, hivyo kupelekea upotevu mkubwa wa tumbaku wakati wa ukaushaji na kupelekea kushuka kwa ubora wa mazao na kuathiri kipato cha mkulima. Utoroshaji wa zao la tumbaku kwa baadhi ya wakulima, hivyo kushindwa kulipa mikopo ya kibenki walizokopeshwa kwa minajili ya kilimo cha zao la tumbaku na kupelekea migogoro katika vyama vya ushirika wa mazao sambamba na taasisi za kifedha, ambapo hadi kikao hiki jumla ya USD 215,581.76 za pembejeo zilizokopeshwa bado hazijalipwa na wakulima wa wilaya ya Tarime na Rorya. Na kwa upande wa Serengeti ni dola 17,730.30. Elimu duni ya masuala ya ushirika kwa wanachama, viongozi na watendaji wa vyama vya ushirika, hivyo kuathiri usimamizi na utendaji wa shughuli za ushirika. Kilimo cha tumbaku kinagusa sekta zote. Mkulima anapata faida, serikali inapata faida, na pia hata wadau wanaoshirikiana nao wanapata faida, ikiwa ni wadau wanaohusiana na mbolea, vyama vikuu. Kwa kilimo cha tumbaku si mali ya mtu mmoja, ni ushirika. Eneo la uzalishaji na soko, changamoto kubwa zilizojitokeza zaidi ni kwenye upungufu wa pembejeo, ukosefu wa pembejeo kwa wakati, mavuno machache yasiyoridhisha, kutokuwa na soko la uhakika kwa muda wa kuvunwa na kupelekea wakulima kutafuta soko ili kujikimu kwa mahitaji yao, kuuzwa kwa tumbaku nje ya nchi, na mgogoro wa wakulima na wadau juu ya deni la pembejeo, na pia kutofautiana kwa msimu wa kilimo na ununuzi wa zao la tumbaku kati ya nchi ya jirani na Tanzania. Mkakati tulionao kwenye mambo hayo ambayo nimeyataja kama changamoto kubwa, kuwepo kwa changamoto tajwa hapo juu kumepelekea uzalishaji, soko na uchumi wa wakulima kutokuwa mzuri kwa msimu huu. Halmashauri imejipanga kutatua changamoto
tajwa na kuweka mkakati wa namna ya kuendeleza zao la tumbaku kwa msimu ujao. Moja ya mikakati ambayo halmashauri imejiwekea ni kuongeza ushirikiano na wadau wa tumbaku ili kuhakikisha pembejeo zinapatikana za kutosha kwa wakati sahihi, kuwatambua wakulima na kuboresha usajili wa wakulima wanaolima zao la tumbaku katika maeneo mbalimbali ya halmashauri ya wilaya Tarime, kufanya upembuzi yakinifu wa mahitaji ya pembejeo ya zao la tumbaku kwa wakulima ili kupata picha sahihi ya mahitaji sahihi ya pembejeo. Namba 4 ni kuboresha utoaji wa huduma za ugani kwa wakulima wa zao la tumbaku ili kuongeza uzalishaji kwa misimu mingine, kuongeza udhibiti wa soko lisilo rasmi hasa kupitia mipakani kwenda nje ya nchi, hasa kwa wenzetu wa jirani ili kupunguza madeni na wadau, kuwa sehemu ya utatuzi wa migogoro ili kuongeza ari ya ulimaji wa tumbaku na kuongeza uzalishaji, kuendeleza kutoa elimu ya kilimo cha biashara na chenye tija hasa kwenye zao la tumbaku. Kwa msimu wa 24-25 TFC iliagiza nchini NPK tani 62,000 ambayo kati ya hizo tuliweza kusambaza tani 47,000. Kwa hiyo tuna maotea tani 15,000 ya NPK. CAN tuliagiza tani 10,000 ambayo hizo takwimu ni za nchi nzima au nchi nzima? Nitarudi kwenye okay. Yeah. CAN tuliagiza tani 10,000 na tumesambaza zote, na urea tuliagiza tani 2,000 na zote zilisambazwa. Kwa upande wa na usambazaji wetu tulitumia TCAE kwa sababu ndio wasambazaji tuliowapata, na upande wa maku tuliweza kuwasambazia tani 431.25, NPK tani 301 na KEN tani 130. Changamoto tulipata hizi changamoto kwamba kulikuwa na ucheleweshaji wa mbolea, lakini tuliweza kufanya intervention kwa ajili ya kuwafikishia wamaku. Sisi kama TFC tuliwaisha mbolea kufika nchini mwezi wa 8 tayari tulikuwa na mbolea, lakini kulikuwa na mawasiliano hafifu kati ya TCAE nadhani pamoja na wamaku. Meneja analifahamu hilo vizuri, lakini baada ya kupata maelekezo ya serikali tulifanya intervention ya haraka sana, na kilichotokea ndio hicho kinachozungumzwa hapa. Msimu wa 25-26 tuna yale maotea ya NPK tani 15,000, lakini pia tumeshaagiza tani 70,000 za NPK ambazo tani 20,000 zimeshaingia nchini mpaka sasa hivi, zingine bado tunaendelea kupokea. Ile miongozo ya kilimo cha tumbaku sambamba na kanuni zake kwa wakulima ili tuweze kufikia ile azma ya serikali ya uanzishwaji na utekelezaji wa kilimo cha zao la tumbaku katika mkoa wetu wa Mara. Wale wanaoshughulika na zao hili mtakuwa mashahidi, bado tuna changamoto mbalimbali kama zilivyoelezwa hapa, hasa kwenye pembejeo. Kwa mujibu wa kalenda yetu ya zao hili la tumbaku, tulitakiwa sasa hivi tayari tuwe na mbegu ziwe zimeshawafikia wakulima kupitia vyama vyao, lakini ukiuliza hapa, baadhi ya vyama vitakuwa havina hizo pembejeo kwa maana ya mbegu. Hata kwenye wilaya yangu ya Rorya, jana nimepata nafasi ya kuzunguka kwenye vyama vya msingi kuangalia maandalizi ya msimu huu. Nimeona kuna changamoto kubwa, hakuna bado mbegu. Na zao la tumbaku kama mnavyojua, huwezi kuwa na mbegu tu peke yake. Lazima uwe na mbegu, uwe na mbolea, uwe na dawa, kwa sababu unapoanza kusia zile mbegu unatakiwa utumie mbolea, utumie madawa pia. Uongo kweli? Lakini mpaka sasa hivi havijawafikia wakulima. Kwa hiyo eneo hilo bado hatujafanya vizuri. Tunahitaji kuboresha na tufanye kazi kwa pamoja kama wadau wa zao la tumbaku. Tuendelee kuhamasisha wakulima zaidi waweze kushiriki kwenye zao hili, kwa sababu ni zao ambalo kama tulivyosema linaongeza kipato cha wakulima.